الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 6 mwezi wa Ramadhani Mubarak mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 23 ya mwezi wa pili mwaka 2026 miladia. Tunaendelea na sharhu sifati salati nabii sallallahu alayhi wasallam min at-takbir ila at-taslim kaannaka taraha, sharhu ya Sheikh Muhammad Umar Bazamul hafidhahu Allahu ta'ala. Tulikuwa wiki iliyopita tuko katika mlango salatul maridhi jalisan, sala ya mgonjwa hali ya kukaa. Sheikh akaelezea hukumu kadhaa zilizopo katika mlango huu. Qala alhukmu alawwal anna almusalliya idha kana la yastati'u alqiyama lahu an yusalliya qa'ida, mwenye kusali ikiwa hawezi kusimama yajuzu kusali kwa kukaa. Dalili yake ni hadithi ile ya Imran ibn Hussein radhiyallahu anhu, ambapo alimuuliza Mtume akamwambia kwamba mimi nina bawasiri, siwezi kusali kwa kusimama. Mtume akamwambia salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jamb, sali hali ya kusimama, usipoweza sali hali ya kukaa, usipoweza sali kwa kulala ubavu. Hukumu ya pili, Sheikh akaelezea hukumu ya sala ya sunna kwa kukaa pamoja na uwezo wa kusimama. Muislamu kwa sala ya sunna anaweza akasali kukaa pamoja na kwamba anaweza kusimama, lakini ajue kwamba sala yake hiyo itakuwa ni nusu ya anayesali sunna kwa kusimama. Anayesali kukaa sala ya sunna na ana uwezo wa kusimama, thawabu zake zinakuwa nusu ya yule aliyesali sunna kwa kusimama. Hukumu ya tatu akaelezea kauli ya Sheikh Al-Albani rahimahullah kwamba mradi hapa ni mgonjwa. Muradi wa hadithi hii salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambin, huyu ni mgonjwa ndiye aliyekusudiwa hapa kwamba akisali kwa kukaa kwa sababu hana uwezo wa kusimama, malipo yake na thawabu zake zinakuwa kamili kwa sababu ya udhuru huo, hawezi kusimama. Lakini mtu ambaye ana uwezo wa kusimama sala ya faradhi akisali kwa kukaa, sala yake haisihi kwa sababu kusimama ni nguzo katika nguzo za sala. Al-yawm al-hukmu ar-rabi, sindio? Al-hukmu ar-rabi alladhi tadhammanahu hadha al-faslu, hukmu ya 4 ambapo mlango huu unaikusanya, huwa anna al-maridha law salla qa'idan kama taqaddama fi al-fasl as-sabiq annahu yumi'u wa yaj'alu sujudahu akthara min ruku'ihi. Mgonjwa lau akisali kwa kukaa kama ilivyotangulia katika fasli iliyopita, ni kwamba anaashiria, mgonjwa yule anaashiria katika kurukuu na sujudu, na anajalia kusujudi kwake ni zaidi kuliko kurukuu kwake. Huyo mgonjwa ambaye hawezi kusimama anasali kwa kukaa, ni kwamba yeye ataashiria tu, wayaj'alu sujudahu akthara min ruku'ihi, atajalia kusujudi kwake ni zaidi kuliko kurukuu kwake. Atarukuu kidogo, kuinama kidogo, lakini kusujudu ni zaidi, kuinama zaidi. Huyo mgonjwa walaysa alayhi an yad'a wisada au shay'an yarka'u alayhi, haijuzu kwa mgonjwa huyo kuweka mto ule wa kulalia au kuweka kitu ambacho atarukuu juu yake. Yadhau alayhi jabhatahu, ambapo ataweka paji la uso juu ya kitu hicho, haifai.
Walaysa alayhi, haifai kwa mgonjwa huyo, an yadhaa wisada, kuweka mto wa kusujudia, au shay'an yarkau alayhi, au kitu chochote ambacho atarukuu juu yake, yadhau jabhatahu au yadhau alayhi jabhatahu, ambapo ataweka paji lake la uso katika kitu hicho. Kwa mfano meza, anasujudu juu ya meza sababu anasali kwa kukaa, hawezi kusujudu chini, hatafanya hivyo, hataweka mto wala meza wala stool. Innama yumiu imaan, isipokuwa ataashiria tu, kuashiria kwamba hapa ana rukuu, hakusujudu ni chini zaidi. Wayaj'alu sujudahu akhfadha min ruku'ihi, atajalia kusujudi kwake ni chini zaidi, yani anaashiria chini zaidi kuliko kurukuu kwake. Wadalilu ala hadha alhadith, dalili ya hilo ni hadithi hii, annahu sallallahu alayhi wasallam aada maridan faraahu yusalli ala wisada. Dalili ya hilo ni kwamba Mtume sallam alikwenda kumwamkua mgonjwa, akamwona anasali juu ya mto huu wa kulalia. Fa akhadha, Mtume akachukua mto ule, warama biha, na akautupa. Waqala, Mtume akamwambia, salli ala al-ardhi in istata'ta, sali juu ya ardhi ukiweza, wa illa, kama huwezi kusali juu ya ardhi, huwezi kusujudu juu ya ardhi, fa aumi imaan, ashiria tu, kuashiria. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika, jalia kusujudi kwako ni chini zaidi kuliko kurukuu kwako. Yani vile unaashiria hapa, kwamba hapa una rukuu, kusujudu unaashiria kwamba ni chini zaidi, lakini usiweke kitu cha kusujudia. Walmaana idha aradta an tusallia jalisan, maana ya hadithi hiyo ni kwamba ukitaka kusali hali ya kukaa, walam tastati an tadhaa jabhataka ala al-ardhi, na huwezi kuweka paji lako la uso juu ya ardhi, fala taj'al wisadatan au asa au mithlaha bainaka wa baina al-ardhi, usijalie mto au fimbo au mfano wake, usijalie baina yako na baina ya ardhi. Tuqarribu al-ardha ilayka, unaiweka karibu ardhi kwako. Watasjudu alaiha, na unasujudu juu ya mto huo au meza hiyo au stuli hiyo ulioiweka mbele yako. Innama aumi imaan, kama huwezi kusujudu katika ardhi, ashiria tu, kuashiria. Wayakfika an taj'ala al-imaa bisujudi akhfadha min al-imai birruku, alafu ujalie inakutosha kujalia kule kuashiria kusujudu kwamba ni chini zaidi kuliko kuashiria kurukuu. Nadhani mwanifahamu, si ndio? Qala Sheikh Bazamul, waqad lakhasa Sheikh rahimahullah ahkama hadha alfasli fi talkhisi sifati salati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Sheikh Al-Albani rahimahullah amefupisha hukumu za mlango huu katika ile talkhis, ufupisho wa namna ya sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala alqiyam, akasema alqiyamu katika ufupisho ule. As-salatu fi safina, sala katika jahazi. Hukumu za sala akiwa mtu katika jahazi au katika ndege au katika gari. Qala rahimahullah, wasuila sallallahu alayhi wasallam ani salati fi safina, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu sala katika jahazi au katika meli. Faqala salli fiha qaiman, Mtume akasema sali katika jahazi hilo au katika meli hiyo hali ya kusimama. Illa an takhafa algharq, isipokuwa ukiogopa kughariki, hapo sasa sali kukaa. Lakini kama una uwezo wa kusimama, sala ya faradhi mwanzo mpaka mwisho unasali kama uko msikitini katika nchi kavu, sali hivyo kwa kusimama. Lakini kama ni mawimbi makubwa, itabidi uanguke katika sala, hapo ndio utasali kukaa sala hiyo ya faradhi. Walamma asanna sallallahu alaihi wasallam
wa kabura ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alayhi. Mtume sallam alipokuwa mtu mzima akafanya amud katika sala, nguzo katika sala, akawa anaitegemea akisali. Ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alayhi, akafanya nguzo katika mahali pake pa kusalia, anaitegemea nguzo ile, lakini hivyo hivyo anasali kwa kusimama na kutegemea nguzo hiyo iliyoko pale katika msikiti wake. Yakulu Sheikh Bazamul hafidhahullah katika kusherehesha fasli hii fupi, qala wayajibu alayhi awalan, wayajibu alayhi an yusallia qa'iman, ni lazima kwa huyo aliye katika meli au katika jahazi, ni lazima asali hali ya kusimama. Wa huwa ruknun, sababu na kusimama ni nguzo katika nguzo za swala, kwa lazima asali kusimama ikiwa kuna uwezekano huo. Illa ala almusalli salata alkhawfi, isipokuwa kwa anayesali sala ya kuogopa, walqitali shadid, na vita vikali, fayajuzu lahu an yusalli rakiba, huinafaa asali hali ya kupanda kipando chake. Huyo ambaye yuko vitani, uwanja wa vita, tayari vita vimepambana pale, huyu inafaa yajuzu kwake kusali hiyo sala ya faradhi hali ya kupanda juu ya mnyama wake, au kama yuko katika kifaru chake asali juu ya kifaru chake. Kadhalik walmaridhu alajizu anil qiyam, na mgonjwa anayeshindwa kusimama, fayusalli jalisan in istataa, huyo atasali kwa kukaa akiweza. Mgonjwa ambaye hawezi kusimama, fayusalli jalisan in istataa, atasali kwa kukaa ikiwa ataweza. Wa illa, hawezi kusimama kukaa, fa ala jambin, atasali kwa kulala ubavu. Hii ni sala yoyote, sala ya faradhi, sala ya sunna, mtu hawezi kusimama, ni mgonjwa, huyo atasali hali ya kukaa akiweza kukaa. Wa illa, kama hawezi kukaa, fa ala jambin, atasali kwa kulala ubavu. Idhan kadhalika aliye katika meli, aliye katika jahazi, aliye katika ndege, hawezi kusali kwa kusimama, asali kwa kukaa hapo katika siti yake, anasali huku amekaa. Qala walmutanaffilu falahu an yusalli rakiba au qa'idan inshaa, ama mwenye kusali sunna yajuzu kwake kusali hali ya kupanda kipando chake au hali ya kukaa, inshaa, akitaka. Wayarka wayasjuda imaan birasihi, na atarukuu na kusujudu kwa kuashiria kwa kichwa chake. Huyo anayesali sunna anasali juu ya kipando chake, aidha juu ya mnyama wake, juu ya gari yake, juu ya hiyo meli, atasali kwa rakiban, hali ya kuwa amepanda kipando chake, au qa'idan inshaa, sala sunna, au atasali kwa kukaa akitaka. Wayarkaa wayasjuda imaan birasihi, atarukuu na kusujudu kwa kuashiria kwa kichwa chake. Wakadhalika almarid, vile vile mgonjwa asiyeweza kusujudu katika ardhi, yuko juu ya kitanda anasali, hawezi kusujudu juu ya kitanda chake, huyu kadhalika almarid, wayaj'alu sujudahu akhfadha min ruku'ihi, atajalia kusujudi kwake ni zaidi kuliko kurukuu kwake. Pili, wala yajuzu lilmusalli jalisan an yadha'a shay'an ala al-ardi marfu'an yasjudu alayhi, haifai kwa mwenye kusali kwa kukaa kuweka kitu juu ya ardhi chenye kuinuliwa ili asujudie juu yake. Wala yajuzu lilmusalli jalisan, haifai kwa mwenye kusali kukaa, an yadha'a shay'an ala al-ardi marfu'an yasjudu alayhi, haifai kuweka kitu juu ya ardhi chenye kuinuliwa kitu hicho ili asujudu juu yake. Wa innama yaj'alu sujudahu akhfadha min ruku'ihi, isipokuwa atajalia kusujudi kwake ni chini zaidi kuliko rukuu yake.
kama dhakarna, kama tulivyotaja, idha kana la yastati'u an yubashira al-ardha bijabhatihi, huyu ni ikiwa hawezi kushika ardhi kwa paja lake la uso, hawezi kusujudu juu ya ardhi. Huyu ndio atakiwa aashirie tu, asiweke kitu juu yake akasujudu juu ya meza au juu ya mto. يقول الشيخ بازمول حفظه الله: هذا الفصل الصلاة في السفينة، فصله تضمن حكمين، بكسانيا حكم mbili. الحكم الأول أن المصلي إذا صلى على مركب متحرك فيجوز له أن يصلي عليه. Hukumu ya kwanza ni kwamba mwenye kuswali anayesali juu ya kipando chenye kutingishika, yajuzu kwake kuswali juu ya kipando hicho, meli, jahazi, ndege, gari, yajuzu kuswali juu ya kipando hicho, sawaun kanati salatu nafilatan au faridha, sawa sala hiyo ilikuwa ni ya sunna au ni ya faradhi. Wa sawaun kana almarkabu sayyaratan au safinatan fil bahri au ala ta'iratin fil jawi, sawa kilikuwa kipando hicho ni gari au ni meli baharini au juu ya ndege katika anga, pia atasali hivyo hivyo. Fa in qadara ala alqiyami salla qa'iman, akiweza kusali kwa kusimama atasali hali ya kusimama. Kama hilo basi lina mahali anaweza kusimama, au hiyo ndege au jahazi, asali kwa kusimama sala ya faradhi. Fa in lam yaqdir, asipoweza kusimama, au khashia ala nafsihi, au aliyogopea nafsi yake kuanguka, salla qa'idan, atasali hali ya kukaa. Wadhalika lihadithi Imran bin Husayn, salli fiha qa'iman illa an takhafa algharaqa. Hii ni hadithi nyingine, sali kwa kusimama katika meli hiyo isipokuwa ukiogopa kughariki, hapo sasa utasali kwa kukaa. Qala wa jawu kulli makanin yatba'uhu, anga ya kila mahali hufuatia hilo. Fajawu al-ardhi yatba'u al-ardha, anga la ardhi linafuatia ardhi. Wa jawu al-bahri yatba'u al-bahra, anga la baharini pia linafuatia bahari hiyo. Bahari ikiwa imetulia, mtu anaweza kusimama juu ya meli yake asali kwa kusimama. Bahari ikiwa imechafuka, mawimbi makubwa, asali kwa kukaa. Wasema fa idha jazati salatu ala albahri jazat fi jawihi, ikiwa sala inafaa juu ya baharini itafaa kusali sala hiyo juu ya anga. Wa idha jazati salatu ala alardi, ikiwa sala inafaa juu ya ardhi, wa ala dabbati alaiha, na juu ya mnyama, jazat fi jawiha, pia inafaa sala hiyo katika anga lake. Si kwamba sala ni ardhini tu, hata juu ya anga unaweza ukaswali vyovyote utakavyoweza. Alhukmu thani, hukmu ya pili, annahu yajuzu lilmusalli an yattakhidha udan au asan ya'tamidu alaiha, yafaa kwa mwenye kuswali kufanya mti au fimbo ambapo atategemea juu ya fimbo hiyo, litaabin, kwa sababu ya kuchoka, au maradhin, au maradhi, au kibari sinnin, au utu uzima, hawezi kusimama mpaka kwa fimbo. Yafaa mtu anasimama huku ameshika fimbo yake, ile inamsaidia kusimama, au nguzo kama hii anaitegemea ili imsaidie kusimama, hilo linafaa, sababu ni mgonjwa au ni mtu mzima hawezi kusimama. ولخص المصنف أحكام هذا الفصل فقال في تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الباني mtungaji wa risala hii amefupisha hukumu za mlango huu katika kitabu chake Talkhisi sifati salati nabii sallam. Faqala as-salatu fi as-safina wat-ta'ira, sala katika safina, katika meli na ndege. Awalan, watajuzu salatu al-faridha fi as-safina wa kadha at-ta'ira. Sema Sheikh Albani rahimahullah, inafaa sala ya faradhi katika meli au jahazi, vile vile juu ya ndege inafaa. Pili,
walahu an yusalli fihima qa'idan idha khashiya ala nafsihi as-suqut. Yajuzu kwa huyo aliye juu ya ndege au katika jahazi, yajuzu kusali sala za faradhi au za sunna kwa kukaa, akiwa ataiogopea nafsi yake kuanguka, hapo atasali kukaa. Hukumu ya tatu, wayajuzu an ya'tamida fi qiyamihi ala udin au asa likibari sinnihi au dhu'fi badanihi. Inajuzu, inafaa kutegemea katika kusimama kwake, yafaa kutegemea juu ya mti au fimbo, nguzo au fimbo, kwa sababu ya utu uzima wake au udhaifu wa mwili wake. Inafaa mtu kutegemea juu ya nguzo au fimbo kwa sababu ya utu uzima au udhaifu wa mwili wake, na sala yake ni sahiha. Tumefahamu sio? Haya, fasli nyingine, alqiyamu walqu'udu fi salati al-layl, kusimama na kukaa katika sala ya usiku. Alqiyamu walqu'udu fi salati al-layl. Qala Sheikh Al-Albani rahimahullah, wa kana sallallahu alayhi wa sallam yusalli laylan tawilan qa'ima wa laylan tawilan qa'ida. Alikuwa Mtume sallam akisali usiku mrefu hali ya kusimama na usiku mrefu hali ya kukaa, anafanya yote mawili. Alikuwa Mtume sallam akisali usiku laylan tawilan, usiku mrefu, qa'iman, akisali hali ya kusimama, wa laylan tawilan qa'idan, na usiku mrefu hali ya kukaa. Yote Mtume alikuwa akifanya katika sala zake za usiku. Wa kana idha qaraa qa'iman raka'a qa'iman, alikuwa akisoma hali ya kusimama ana rukuu hali ya kusimama. Wa idha qaraa qa'idan raka'a qa'idan, alikuwa akisoma hali ya kukaa hurukuu hali ya kukaa vile vile. Akiwa anasali kwa kukaa, rukuu yake pia inakuwa ni vile vile amekaa, sawa. Wa kana ahyanan yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalis, alikuwa Mtume mara nyingine anasali hali ya kukaa na anasoma na hali yeye amekaa, anasoma Fatiha na sura nyingine na vile vile amekaa. Fa idha baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 au 40 aya qama faqara'aha wa huwa qa'im. Tunasali hali ya kukaa, ikibakia katika kusoma kwake kiasi cha inavyokuwa aya 30 au 40, Mtume anasimama faqara'aha wa huwa qa'im, huzisoma aya hizo na hali ni mwenye kusimama. Thumma raka'a, kisha hurukuu, wasajada, na husujudu. Yani anaanza kwa kukaa, anasoma aya kadhaa, ikifika kwamba zimebaki aya 30 au 40, Mtume anasimama anazisoma kwa kusimama, kisha anarukuu na kusujudu. Kama inavyojulikana, sala ya Mtume ni ndefu ya peke yake. Sala iliyokuwa akisali peke yake ni sala ndefu. Imepokewa Mtume alisali suratul Baqara yote, unaelewa, kisha akasoma nini, Nisa yote, unaelewa. Sala hiyo ya sunna. Kwa Mtume alisoma hivyo, akaanza kukaa, ikibakia aya kama 30 au 40, Mtume anasimama, halafu anazisoma kwa kusimama, huwa qaim. Thumma raka wa sajada, kisha anarukuu na kusujudu. Thumma yasna'u fi rak'ati thaniya mithla dhalik, kisha anafanya katika rakaa pili kama hivyo. Wa idha salla subhata qa'idan fi akhiri hayatihi lamma sanna wa innama salla subhata qa'idan fi akhiri hayatihi lamma asanna. Mtume sallam alisali sala ya sunna hali ya kukaa mwisho wa uhai wake, lamma asanna, alipokuwa mtu mzima. Wa dhalika qabla wafatihi bi'am, na hilo ni kabla ya kufa kwake kwa mwaka mmoja. Alikuwa akisali kwa kukaa sala za sunna mwaka mmoja kabla ya kufa kwake. Wa kana yajlisu mutarabbi'a, alikuwa akikaa mutarabbi, akisali kwa kukaa, anakaa kikao cha tarabbu kile. Hiyo ndio tarabbu aliokaa huru hapa.
alikuwa akikaa hivyo kama hivyo. Shekhe ndio alikuwa akiswali kwa kukaa kikao hicho. مفهوم هذا؟ يقول الشيخ بازمول حفظه الله: تضمن هذا الفصل من كلام المصنف تضمن بيان سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. فصله kwa maneno ya musannif rahimahullah imekusanya bayana ya sunna za Mtume sallam na njia yake na muongozo wake sallam katika sala za usiku, sala za sunna hizi za usiku. Wa fihi almasailu taliya, ndani yake kuna masala yafuatayo: almas'alatu alula athabitu ani rasuli sallallahu alayhi wasallam annahu salla salata al-layli ala thalathati ahwal, iliyothubutu kutokana na Mtume sallam ni kwamba alisali sala za usiku kwa hali tatu. Alhalatu alula annahu kana yusalliha qa'iman min awwali salati ila akhiriha, ni kwamba Mtume alisali kwa kusimama mwanzo wa sala mpaka mwisho wake. Tumeelewa eh? Alikuwa akiswali kwa kusimama mwanzo wa sala mpaka mwisho wake. Hii muelewa hivi? Si kwamba tashahudi pia alikuwa akisoma kwa kusimama. Nikisema hivyo naeleweka hivyo kwamba tashahud pia alikuwa akisoma kwa kusimama? Sio hivyo. Unaelewa? Asoma kwa kusimama ile Fatiha na sura nyingine anasoma vile vile kwa kusimama. Ikifikia rukuu ana rukuu, ikifikia sujudi ana sujudu. Hiyo ni hali ya kwanza. Alhalatu thania kana yabda'u salata qa'idan, alikuwa Mtume akianza sala hali ya kukaa. Fayaqra'u min julusin, anasoma kwa kukaa vile vile. Fa idha baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu min 30 au 40 aya waqafa, ikibakia katika kusoma kwake kiasi cha inavyokuwa aya 30 au 40 anasimama. Wa qaraa baqi alayati, anasoma aya zilizobakia kwa kusimama. Thumma raka'a min qiyamihi, kisha anarukuu kwa kusimama kwake. Wa adda baqiyata salati bihadhihi sifa, alafu anakamilisha, anatekeleza sala iliyobakia kwa sifa hii. Kwanza anaanza kukaa, anasoma Fatiha na sura nyingine, ikibakia kiasi cha aya 30 anasimama na kumalizia aya hizo 30 au 40, halafu anarukuu na kuendelea na sala yake. Hii ni hali ya pili ya namna ya sala ya Mtume sallam usiku. Alhalatu thalitha annahu kana sallallahu alayhi wasallam kana yusalli salata al-layli an qu'udin wa kana yajlisu, alikuwa Mtume sallam akisali sala za usiku kwa kukaa, anasali kwa kukaa. Fayaqra'u al-Qur'ana, anasoma Qur'an, Fatiha na sura nyingine. Thumma yukabbiru an julus, kisha analeta takbir Allahu akbar kwa kukaa vile vile. Thumma yarkau an julus, kisha anarukuu vile vile kwa kukaa, hainuki. Thumma yarfa'u, kisha anainuka an julusin. Thumma yasjudu sallallahu alayhi wasallam, kisha anasujudu bila kusimama. Sawa eh? Hii ni bila kusimama hii. Fayusalli jamia as-salati an qu'ud, kwa anasali sala yote kwa kukaa. Hii ni hali ya pili ya sala za Mtume sallam za usiku peke yake. Naam. Hii ni hali ya tatu ya sala za Mtume sallam akisali sala za usiku nyumbani kwake. Waqad thabata anna ar-rasul sallam khayyara baina salati nafila an qiyamin au qu'udin. Mtume sallam amekhiarisha baina ya sala ya sunna kusimama au kukaa. Mtu anaweza kusali sala ya sunna kwa kusimama, thawabu zake zinakuwa kamili, na anaweza kusali sala ya sunna kwa kukaa, lakini thawabu zake zitakuwa nusu ya anayesali kwa kusimama. Qala wa man salla jalisan ma'a qudratihi ala alqiyam falahu nisfu ajri salatihi qa'ima, anayesali kwa kukaa sala ya sunna
pamoja na kwamba anaweza kusimama, ana nusu ya thawabu za sala yake hali ya kusimama. Wakad sabaka alhadithu alladhi fihi salatu alqa'idi ala nisfi min salati alqa'im, imetangulia hadithi ambayo ndani yake kuna maneno haya. Mtume anasema sala ya mwenye kukaa ni nusu ya sala ya mwenye kusimama, thawabu zake. Tambihun, uzindushi. Hadha alhukmu wa huwa kaunu salati alqa'idi ala nisfi min salatihi qa'iman fi an-nafli idha kana qadiran ala alqiyami wala mani'a yamna'uhu. Hukumu hii ya kuwa sala ya mwenye kukaa ni nusu ya sala yake kwa kusimama ni katika sala ya sunna, ikiwa ana uwezo wa kusimama na hakuna kizuizi kitakachomzuia. Hukumu ipi hii? Ya kwamba anayesali kwa kukaa na ana uwezo wa kusimama, thawabu zake ni nusu ya sala yake kwa kusimama. Hii ni sala ya sunna ikiwa anaweza kusimama na hakuna kizuizi kitakachomzuia kusimama. Hii tutazungumzia sala ya sunna hapa, umeelewa? Sala ya faradhi lazima kusimama, hakuna khiari hapa, umeelewa? Qala la yashmalu rasul sallallahu alaihi wasallam, hii haimkusanyi mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii hukumu hii haimkusanyi mtume, kwamba pia mtume akisali kukaa thawabu zake ni nusu. Qala bal salatuhu sallallahu alaihi wasallam qa'idan kamila, bali sala ya mtume sallam ya kukaa ni kamili thawabu zake. Walaysat ala nisfi, si kwamba pia ni nusu ya kusali kwa kusimama. Qala fi fathi al-bari inda sharh al-hadith رقم 1115 عن عمران بن الحسين رضي الله عنه مرفوعا: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد. Hadithi hii ya Imran bin Hussein tuliyosoma huko nyuma, mtume anasema anayesali kwa kusimama yeye ni bora zaidi, na anayesali kwa kukaa yeye ana nusu ya thawabu za mwenye kusimama. Wa man salla naiman, na anayesali kwa kulala, wa fi riwaya mudtajian, hali ya kulala ubavu, falahu nisfu ajri alqa'id, huyu naye ana thawabu, nusu ya thawabu za mwenye kukaa. Aliyelala thawabu zake ni nusu ya thawabu za mwenye kukaa. Qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, qawluhu wa man salla qa'idan yustathna min umumihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fath anasema qawluhu sallam wa man salla qa'idan, na anayesali hali ya kukaa ana nusu ya thawabu za mwenye kusimama. Umumu hii anatolewa mtume sallallahu alaihi wasallam, haingii katika hii. Fa inna salatahu qa'idan la yanqusu ajruha an salatihi qa'ima, mtume sallam sala yake ya kukaa thawabu zake hazipungui na sala yake ya kusimama. Mnaelewa? Lihadithi Abdullah ibn Amr, hii ni kwa hadithi ya Abdullah ibn Amr qala balaghani anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, imenifikia kuwa mtume sallallahu anasema salatu ar-rajuli qa'idan ala nisfi as-salah, sala ya mtu hali ya kukaa ni nusu ya sala yake hali ya kusimama. Fa ataituhu, nikamfuata mtume, fawajadtuhu yusalli jalisan, nikampata anasali kwa kukaa. Fawadhaa yadi ala ra'si, akaweka mkono wangu juu ya kichwa changu. Faqala ma laka ya Abdallah, mtume akamwambia Abdullah ibn Amr, una nini wewe ya Abdallah? Fa akhbartuhu, nikamwelezea. Faqala ajal, akasema ndiyo. Walakinni lastu ka ahadin minkum, yani alimwelezea nini? Kwamba mtume, si umesema kwamba sala ya mwenye kukaa ni nusu ya sala ya mwenye kusimama? Mtume akasema ajal, ndiyo nimesema hivyo. Walakinni lastu ka ahadin minkum, lakini mimi si kama yoyote katika nyinyi. Hapa ndio ina maana kwamba sala ya mtume ya kukaa ni sawa sawa na sala yake ya kusimama.
Wanaelewa vizuri walakinni lastu ka ahadin minkum, lakini mimi si kama yoyote katika nyinyi. Akhrajahu Muslimun wa Abu Dauda wa Nasai. Hadithi hii ni sahihi. Wa hadha yanbani ala anna almutakallima dakhilun fi umumi khitabihi wa huwa sahih. Hii inazingatia kwamba huyo mwenye kusema anaingia katika kuenea kwa kuambiwa kwake huyu Abdullah ibn Amr, na hiyo ndio sahihi. Waqad adda Shafi'iyya fi khasaisihi sallallahu alayhi wasallam hadhihi almas'ala. Maulama wa Kishafi wamehisabu hii ni katika sifa za Mtume sallam pekee. Si Mtume ana khasaisi zake, sifa zake pekee, kama kuoa zaidi ya wake wanne. Hili la Mtume sallam peke yake, na hili pia ni la Mtume sallam peke yake, kwamba akisali kukaa thawabu zake ni sawa sawa akisali kwa kusimama. Waqala Iyadh fi al-kalami ala tanaffulihi sallallahu alayhi wasallam qaidan, anasema al-Qadhi Iyadh katika maneno yake ya tanaffulihi, sala yake ya Mtume ya sunna kwa kukaa. Qala al-Qadhi Iyadh rahimahullah qad allalahu fi hadithi Abdillah ibn Amr biqawlihi inni lastu ka ahadin minkum walakinni lastu ka ahadin minkum. Ameitolea sababu hiyo aliposema Mtume sallam mimi, lakini mimi si kama yoyote katika nyinyi. Fayakunu hadha mimma khussa bihi, inakuwa hii ni katika mambo ambayo amehusiwa nayo tu Mtume sallam. Ni mambo mengi ambayo yanamhusu Mtume sallam, ni mambo mengi. Katika hayo ni kuoa mke bila mahari. Kuoa mke bila mahari, mwanamke akienda kwa Mtume sasa, mimi najitolea unioe bila mahari, yajuzu hilo kwa Mtume, lakini sisi lazima tutoe mahari, japokuwa kitu chochote, japokuwa kitu kidogo, sawa sawa Fakaannahu qala, asema qala walaallahu ashara bidhalika ila man la udhra lahu, kama kwamba pengine ameashiria pia yule mtu ambaye hana udhuru. Fakaannahu qala inni dhu udhrin, mimi ni mwenye udhuru. Waqad radda an-Nawawi hadha al-ihtimala, lakini al-Hafidh an-Nawawi amerudi uwezekano huu. Faqala wa huwa dhaif, hii ya kwamba anamsemea kila mwenye udhuru, hili ni dhaifu. Al-Hafidh an-Nawawi qala wa huwa dhaifun au batilun, hili ni dhaifu au ni batil. Hii ni katika hususia ya Mtume sallam, si kwamba yoyote mwenye udhuru anaruhusiwa na malipo yake, thawabu zake zitakuwa kamili kama anayesali kwa kusimama. Masala ya pili yani marefu. Idhan naktafi bihadha alqadri, wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.